Swali la pili ilikuwa saumu ya sunna. Saumu ya sunna, mwanamke haruhusiwi kufunga kama mumewe yupo mpaka mpe ruhusa. Kama hayupo, maana yake anafunga tu. Na tukasema sababu mume akitaka haki yake ya hii ibada, maana yake ile haki ni kubwa zaidi kuliko hiyo sunna. Kwa hiyo hata kama amefunga saumu yenyewe ni hiyo, mume akawa anataka apate haki yake, maana yake atawajibika kufungua. Sasa inawezekana ni mazingira tu, kwamba mume ndio alikuwa hayupo, amesafiri muda mrefu na ndio karudi, na ndio siku ya Arafa mchana, na kurudi kwenyewe anapita, sio mpaka jioni atakuwepo, anapita tu, anataka haki yake. Wiki 2-3 alikuwa hayupo. Kwanza hata mwenyewe mwanamke atakuwa anamhitajia mumewe. Hii ni wajibu, na hii funga ni sunna. Lakini kwa kuongezea, kama mke ndio yeye anauelewa wa dini na mazingira sio haya kwamba mume anapita tu yuko hapo hapo, amuelimishe tu mumewe faida ya funga ya Arafa. Unasamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja, amuelezee tu. Mume, sisi kama binadamu madhambi, makosa tunayo mengi sana, lakini fursa ndio hii. Funga ya siku hii ya leo tunapata fursa ya kufutiwa madhambi ya mwaka jana na mwaka unaokuja. Ni swala la elimu, kumwelimisha tu. La mwisho, swala la moja kati ya wake wa mtu anataka kuwaonesha wenzake kwamba yeye zaidi. Maana yake atakacho sijui ni fitna hiyo. Yeye ataonyesha wenzake kwamba yeye ni zaidi kwa umbile lake. Yuko mwingine ataonyesha kwamba yeye ni zaidi kwa mapishi. Inakuwaje? Ndio mwanaume anachanganyikiwa sasa. Na ushindani, wallahu a'lam, kama lengo ni kumridhisha mume, mwanamke anamfanyia hivyo mkewe, mwanamke anamfanyia mumewe ili kumridhisha, na wanapokuwa wenyewe tu sawa. Lakini sasa si kuonesha kwa wenzake kwamba yeye ni zaidi katika kitu fulani. Hiyo wallahu a'lam, na hata lijakaa sawa. Kuonesha wake wenzake kwamba yeye zaidi katika kitu fulani. Ndio nasema huyo anataka kuonyesha ima katika umbile lake, au katika mavazi, au katika mapishi. Kwanza hata katika mavazi au umbile, hata kama wako wanawake watupu, stara lazima. Wako na mume wao, lakini wake 2-3 wako pale, mpaka 4. Maana yake atavaa stara ya kawaida. Kule kupunguza stara sasa ni mmoja yuko na mume ndani, huko ndio kuna kupunguza sana, na hakuna mipaka. Apunguze, atoe kabisa, hakuna mipaka huko. Ama mbele ya wenzake, wallahu a'lam, na hata lijakaa sawa. Ni ushindani ambao baadaye inawezekana kabisa alioanzisha atakuja kujuta, kwamba unaonesha kwamba we uko vizuri katika hilo la umbile, lakini mbona hujui kupika? Na inawezekana mmoja akasema hivi na ikawa ni kweli. Inakuwaje? Wenzake wanamzidi katika vitu vingine, na inawezekana hivyo vitu vingine ndio vikawa vina mvuto zaidi kwa Mungu. Ilitokea kipindi fulani kati ya wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walihisi kwamba Mtume anapoingia katika moja ya nyumba ya wake zake hatoki mapema, anakawia sana. Ikapita kitu kama wivu. Kwa nini pale anakaa sana? Wakafanya utafiti, wakagundua sababu ni nini. Wakajipanga kama wawili hivi kutaka kumuonesha sasa yule mwenzao, kumkomesha. Akija kwangu mwambie 1 2 3, na akija kwako mwambie hivi na hivi. Kweli tumekatoka katika nyumba ile ya mke ambaye kwake anakaa sana. Alipokwenda kwa mke wake wa pili, kamsogelea akamwambia, "Usisogelee. Unanuka nini? Kwani umekula nini? Mbona unanuka hivi?" Nanuka? Sasa nasikia harufu ya maghafiri. Vitu kama vimeozaoza hivi. Umekula nini?
Akashangaa Mtume, nimekula nini? Asali. Asali inanuka leo. Najaribu kufanya hivi hapati, anaona harufu ya kawaida. Alipotoka kenda kwa mwingine ambao wamepatana na huyu, akakuta vile vile. Au sinsogelee, mbona unanuka? Umekula nini? Mtume akashangaa, kumbe asali ninawakera wake zangu. Sasa nimekula asali tu, asali tu inawakera. Sasa kuanzia leo tena sili asali tena. Kama ninawakera wake zangu sili asali tena. Mwenyezi Mungu akashusha haya. Ya ayuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, vipi nafikia unaharamisha ambacho Mwenyezi Mungu kakuhalalishia kutaka kuwaridhisha tu wake zako? Huu ulikuwa ni mpango tu umetengenezwa. Sasa ndio maana nikasema wallahu aalam, mke mmoja kujifakharisha kwa kitu kingine mbele ya wenzie ataufungua mlango ambao yeye mwenyewe sasa atashindwa kuufunga. Wenzake watakuja na vitu vingine ambavyo wanamzidi, inawezekana vikawa vina nafasi kubwa katika moyo wa mumewe kuliko hilo analofanya yeye. Lakini swali la pili, pamoja na kwamba umeelezea kwamba kuna tatizo la nguvu za kiume, na hata sio kuna tatizo la nguvu za kiume, hapa duniani tumeambiwa wake 4, 1, 2, 3 mpaka 4. Peponi watu watapewa mahurul aini wengi. Sasa Sheikh anauliza, kwa nguvu hizi swala la peponi ni swala jingine kabisa. Hata maumbile pia hatakuwa ya uwezo huu, yatakuwa na maumbile mengine kabisa. Mfano mdogo, Musa alayhi salamu alipotaka kumuona Mwenyezi Mungu hawaliambia huwezi kuniona kwa hivyo ulivyo. Lakini peponi watu watamuona Mwenyezi Mungu. Maana maumbile yatakuwa sio, yatakuwa yanavumilia. Musa alipotaka hivyo kumuona Mwenyezi Mungu alimuonesha kwamba swala hili si dogo, swala ni kubwa. Umbile lake halivumilii, lakini milima pia vile vile haivumilii. Ikapasuka milima. Lakini siku ya kiyama itakuwa na maumbile mengine ambayo utavumilia kuweza kumuona Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hata hili la kwamba mtu atapewa mahurul aini wengi atakuwa na uwezo huo. Maana umbile litakuwa limbadilishwa. Atakuwa na uwezo huo, lakini hata wanawake pia Mwenyezi Mungu anasema inna ansha'nahunna insha'a. Mwenyezi Mungu atawatengeneza tena upya, atawakarabati upya. Watakuwa tofauti. Kila siku namuona kama ilivyokuwa siku ya harusi yake. Nafikiri imeeleweka. Mke alikuwa na mume, kafiwa au kaachwa, umepita muda akapata mume mwingine. Huyu mume tofauti na yule wa kwanza, wanatofautiana. Sasa jibu rahisi ni kwamba amruhusu aongeze mke mwingine. Hilo la kwanza. Lakini na mara nyingi inawezekana asizoee siku za mwanzo tu, baadaye atamzoea. Au hiyo kinyume chake sasa. Mume wa kwanza ndio alikuwa zaidi, huyo wa pili nguvu zake kidogo. Inabidi avumilie tu. Mume wa kwanza aliyefariki au aliyomwacha ndio hasa alikuwa akimfikisha pale anapotaka. Sasa ndio kafariki au kaachwa kaolewa na mume mwingine hamfikishi pale anapotaka. Hapo inabidi avumilie tu. Kuwa mvumilivu. Na asimwambie mtu kama alivyosema, asimwambie mtu.